Wizara yetu ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kupitia Tume ya TEHAMA tuliona ni wakati mwafaka tuanzishe jukwaa la Tanzania la akili unde. Kwa Kiingereza inaitwa Tanzania Artificial Intelligence Forum. Hiyo itakuwa jukwaa la kwanza ambalo litafanyika mwezi wa 7 mwaka huu 2025, tarehe 28 na 29 jijini Dar es Salaam. Jukwaa hili litawakutanisha watu mbalimbali, na ningependa kuielezea vizuri ni watu wa aina gani. Akili unde, tofauti na teknolojia nyingi za habari zilizopita, inamgusa kila Mtanzania. Inawagusa watumiaji au walaji wa akili unde, inawagusa wabunifu, inawagusa wanafunzi, wafanyakazi wa serikali, watu wa sekta binafsi, wakulima. Kwa ujumla, akili unde inaleta mapinduzi makubwa katika teknolojia. Na sababu kubwa ya kwamba imeleta mapinduzi makubwa, kwa sasa hivi ni mara ya kwanza katika historia ya mabadiliko ya teknolojia ambapo vitu vinavyotengenezwa na binadamu vinakuwa vina uwezo wa kuanza kufikiri na kufanya maamuzi yanayofanana, sisemi kama binadamu, lakini yanayofanana kama binadamu. Kwa hiyo katika maendeleo ya teknolojia duniani tumefikia sasa hivi kwamba kitu au jinsi zamani tulikuwa tunafanya kwamba mtaalamu anaandika program, lakini program inafanya kama kile kilichoandikwa. Sasa hivi tumefikia kwamba vitu vinaweza vikapata taarifa, vikafikiri vyenyewe na vikatoa maamuzi yake. Kwa hiyo ni mabadiliko makubwa sana. Kauli mbiu ya jukwaa letu, tunatengeneza kesho ya Tanzania, ambayo itakuwa inatumia akili unde inayofuata maadili yetu na pia masuala ya utawala wa taarifa au data governance, ili kuleta maendeleo jumuishi ya kiuchumi na kijamii. Wale ambao wameendelea vizuri katika akili unde utakuta ndio nchi ambazo zina taarifa nyingi. Na hali halisi sasa hivi iliyokuwepo duniani ni kwamba taarifa za nchi nyingi zinatunzwa katika nchi kubwa mbili. Nyingi ziko Marekani na nyingine zinakuwa China. Kwa hiyo sisi tunataka tuangalie namna gani, na serikali imeshaanza kufanya hatua nyingi za kutengeneza data center Kanzidata hapa Tanzania, na tumetunga sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ambayo inataka taarifa zetu zikae hapa Tanzania. Kwa hiyo tutaangalia kwa mawanda yake, tutaangalia masuala ya akili unde au artificial intelligence, tutaangalia pia masuala ya utawala wa taarifa, data. Hivi vyote hivyo tuhakikishe kwamba vinafanya vitu vikubwa viwili, vinaleta maendeleo ya kijamii, vinaleta maendeleo ya kiuchumi, lakini jumuishi. Hatutaki mtu aachwe katika mapinduzi haya. Miundombinu uwezeshi ya akili unde. Akili unde inahitaji miundombinu yake ili iweze kufanya kazi vizuri. Kwa hali kubwa sasa hivi utakuta watu wengi wanafanya bunifu, lakini miundombinu yao wanayoitumia kufanya hizo bunifu unakuta iko nchi zingine za nje. Alafu pia tutajadiliana masuala ya maadili. Ethics ni kitu cha msingi, kwa sababu tunajua kabisa akili unde imeanza kupata uwezo fulani ambao uwezo mwanzo alikuwa nao binadamu. Sasa kama kitu kina uwezo kuwa na uwezo wa namna hiyo, inabidi tuangalie masuala ya maadili vizuri, kwa sababu maadili ndio yanaonyesha Utanzania wetu au Afrika na namna nyingine. Madhumuni makubwa tunachotaka tukipate hapa, kwanza tuweze kupata ujuzi mbalimbali wa kuweza kutengeneza mifumo mbalimbali ya akili unde au kuweza kuitumia. Cha pili, katika mambo ya sera tuweze kupata taarifa ili tujue kwamba sera zetu tuzitengeneze vipi au kuziongezea vitu vipi ili haya mapinduzi yanayoletwa na akili unde yaweze kutokea vizuri. Tatu, tubadilishane uwezo, kwa sababu katika jukwaa hili tayari tumeshapata wataalamu mbalimbali kutoka Umoja wa Ulaya, wengine kutoka Marekani wanaokuja, tutashirikiana nao kuanza kujadiliana na kupata uzoefu wao waliopata na wenyewe waweze kuona vipi tunavyofanya.
Kingine, jukwaa hili litakuwa ni sehemu mojawapo ya kuweza kampuni changa kuweza kupata fursa za kuweza kuzitumia bunifu zao kupata kazi katika taasisi mbalimbali za public sector na private sector kama inavyotakiwa. Mapinduzi ya akili unde yana misingi au yana nguzo 5 ambazo kama nchi inabidi ndio tunazifuatilia. Cha kwanza, kuwajengea watu ujuzi wa kuweza kuzitumia akili unde, kufanya ubunifu katika akili unde na vile vile kufanya tafiti. Nguzo nyingine inahusiana na masuala ya ulinzi wa mifumo ya akili unde. Na pia kuna vitu viwili ambavyo vya msingi katika hii mifumo ya akili unde inayokuja. Cha kwanza, kulinda taarifa za mtu binafsi. Na cha pili, kumlinda mlaji, mtumiaji wa mifumo. Hiyo nguzo inaangalia hivyo vitu 3. Inaangalia cyber security, inaangalia personal data protection, inaangalia na consumer protection. Kwa hiyo hivi vyote lazima tuviangalie kwa pamoja. Cha 3, nguzo inahusiana na huduma za mawasiliano ambazo zinaweza zikabeba hii mifumo ya akili unde. Mifumo ya akili unde inahitaji kasi kubwa ya mawasiliano na hivyo vyote tunavifanya. Nguzo ya 4 inahusiana na uchumi wa akili unde. Kuna fursa nyingi akili unde inaleta, kwa hiyo lazima tuangalie uchumi wa kidijitali wa Tanzania. Kwa sasa hivi ukiangalia kwa Afrika kwenye maendeleo hasa katika hizi kampuni za ndogo za startup, Tanzania na yenyewe ipo katika nchi ambayo inafanya vizuri. Na hivyo vitu tumeviona. Na nguzo ya 5 inahusiana na utafiti, ujasiriamali na ubunifu katika akili unde. Kwa hiyo hivyo vitu ndio kwa ujumla tunavyoviangalia upande wa serikali, na jukwaa hili ndio litatumika mahiri kabisa kuweza kuona